Naam, tumerejea tena kwenye Sports Gear tena tukayaangazia kimichezo ambayo imesalia kunako anga la kimichezo. Juma Shabani, bado nipo kwenye huo mchezo wa Africans dhidi ya Mtibwa Sukari. Nimemtazama Mtibwa Sugar kwenye msimamo wa ligi kuu, yuko nafasi ya 8 kwenye michezo minne, kashinda mchezo mmoja, katoa sare mchezo mmoja na jumla amekusanya jumla ya alama 5. Pengine kwenye huu mchezo kipi hasa wanapaswa kufanya ili kuweza kupata matokeo mbele ya Africans? Hawako sehemu salama zaidi kama ambavyo walivyo Young Africans, ndio kwa sababu ukiangalia pointi ambazo walizozikusanya na aina ya michezo ambayo wameicheza mpaka sasa hivi unaona kuna utofauti mkubwa sana, lakini ni mechi ambayo pia inaenda kwenda kutukumbusha, kwa sababu wakati Young Africans wanachukua ubingwa wa mara 30 mechi yao ya maamuzi ilikuwa ni dhidi ya Mtibwa kule wapi? Kule ilikuwa ni Manungu, yes. Na ni mechi ambayo pia ilikuwa inatukumbusha kwamba kuna vijana ambao walikuwa wametokea pale Mtibwa, kwa maana Dickson Job, unazungumzia kina Kibabage, kina Msheli, na maswali mengi kaa ni kwamba hawa vijana watakubali washinde ili wachukue ubingwa ama wataiachia Mtibwa sana hiyo ili Mtibwa iweze kupata matokeo mazuri, walau tuanze kuiona kama kuna uhueno wanaweza wakasalia kwenye upande wa ligi. Lakini nadhani ilikuja ikashindikana kwa sababu dalili za Mtibwa kushuka kwenye upande wa ligi kuu kwa zishajionyesha zaidi ya misimu miwili. Walishaelekea kibla. Yes, msimu wa kwanza wakati wapo kwenye Almanusra waliwaita wale Wakongo wote wa zamani kwa ajili ya kwenda kina Katwila, kina Meki, kwa hiyo kwa ajili ya kwenda kuwapa hamasa vijana kwamba na kuwakumbusha bwana mpo kwenye timu kubwa. Hii timu ishe kuchukua ubingwa mara 2 mfululizo. Hakuna timu pekee ambayo imefanya hivyo ukiachana na hizi timu za Simba na Yanga. Kwa hiyo walifanya hivyo mara 2, walikuwa wanacheza playoff. Lakini ile mara ya 3 nadhani kwao ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo ilienda kwenda kutupa hiyo historia. Kwa hiyo kwa upande wa leo wanapaswa kuwa bora zaidi. Lakini inanipa wasiwasi mmoja kwa sababu wana timu ambayo yenye vijana wengi zaidi. Wanaenda kwenda kukabiliana na wachezaji wakubwa. Jana wakati tupo na kina Mkenge, baada ya kazi tunapiga story, tulikuwa tunaona kuna umuhimu pia wa kuwa na experience player kwenye upande wa baadhi wa mechi, kitu ambacho ukiangalia kwa Yanga wana hao wachezaji ambao wanaweza wakaamua matokeo. Timu ya Yanga inaweza isicheze vizuri lakini kuna wachezaji mmoja akaenda akaiamua hiyo mechi. Kwa hiyo Yanga wana hiyo bahati, lakini kwa upande wa Mtibwa itawahitaji zaidi waweze kucheza kitimu kama kitimu ili kuweza kupata matokeo. Na nilimsikia Tobias Kifaru pia alikuwa anazungumza kuhusiana na ubora wa Pacome, akasema Pacome nimemuona na ni mchezaji mzuri, lakini sisi tumhakikishie tuna vijana wengi ambao wanaweza wakawa wanaingia wapi. Na kwa kuongezea alichokisema Juma kwenye hiyo mechi ya Yanga dhidi ya Mtibwa. No, ni Mtibwa dhidi ya Yanga. Yes. Iliyofanyika mara mwisho pale Manungu. Hivi ni Job alifunga goli, Job alifunga goli. Yuko kibwana kati yao mmoja hapo. Bwana, ukitaka kuamini maisha yaende bila unafiki, mechi maisha wanalia. Wanaiombea Mtibwa. Nakumbuka na ndo mechi kwenye mechi yakadumbukia. Nakumbuka na ndo mechi ambayo Bakari Mwamnyeto aliulizwa kuhusiana na yeye kuendelea kusalia na Yanga. Watakavyoamua Yanga. Akasema yani mimi kuondoka Yanga mpaka wanifukuze. Lakini Msonyau yupo mpaka sasa hivi. Mpaka leo. Nazungumza toka aizungumze kauli hiyo leo ni msimu wa ngapi? Ni msimu wa pili. Msimu wa pili sasa hivi. Yes. Sawa. Lakini mbali na hivyo Bwana Miguel Gamondi ameishukuru sana wachezaji lakini pia timu ya Singida kiujumla. Anasema anazidi kuweka rekodi kwenye soka la Tanzania na anaona soka la Tanzania namna ambavyo linakuwa kuanzia soka kiujumla, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo ametoa shukrani nyingi kwa mashabiki wa Singida, viongozi, wachezaji kwa support ambao wanampatia. Na yeye kama kocha anazidi kuweka rekodi kwenye ukanda huu hapa wa soka letu la Afrika. Ni ishara kwamba Singida ipo sehemu sahihi. Gamondi kwanza anapenda Tanzania. Na msanii wake Jaiva anampenda. Nimeona juzi Kaina anafanya naye story akasema anampenda pia Mariona Diamond. Ni mtu ambaye uje kila sehemu Betha. Unajua muda mwingine maisha jinsi yalivyo. Pesa ni vitu tu ambavyo vipo. Lakini amani ya moyo ni kitu kikubwa kinachoshinda vitu vingi. Na naomba kutakuwa kuna mwanamke sasa, mimi nikiwa na fulani, yani
Nipo comfortable. Yani anasema yes. Yani ngoja nikusaidie kurahisisha hapo kwenye hiyo mada. Yani ni kwamba unaweza ukawa una mtu anakupa pesa, anakupa furaha. Unajua furaha of course ni pesa. Anakupa pesa, anakupa kile unachokihitaji. Lakini unasema akupe amani ya moyo. Kuna amani, yani kuna kitu kina miss kwenye moyo wangu. Kuna kitu kina miss kwenye amani yangu. Kuna kitu kinakosekana. Vagabond huyo. Yes. Kwa hiyo mimi nimekuelewa vizuri. Na hiyo iweke tu bayana. na unapaswa kuelewa Singida ukiachana kesho kutwa watakuwa Chamazi dhidi ya Azam. Ndio. Tarehe 3 Singida watanguruma KMC hapo. Yes. Dhidi ya mnyama. Sio dhidi ya mnyama, dhidi ya TRA. Ya TRA. Yes. Hivi nakutana na mnyama ni Azam Ni Azam. Nimechanganya. Sasa cha kunini cha kuchekesha. Singida tangu msimu umeanza hata mechi moja hawajawahi kucheza kwao. Dar es Salaam hiyo. Sio mechi ya kwanza dhidi ya KMC. Kwenye parade tu basi. Yes. Mechi ya kwanza ya ligi dhidi ya KMC. Ambapo kikanuni wao wako nyumbani. Wamenguruma KMC hapo hapo. Mechi ya pili ya ligi utaenda kuguruma Chamazi, mechi ya tatu ya ligi utaenda kuguruma hapo. Labda kuna wanasema uwanja wao umefungiwa na wanaendelea kufuatilia lini ufunguliwe ili waende kucheza kwao. Hiyo ni hoja yao ya msingi lakini. Kwa hiyo taarifa hizi ni taarifa njema kwa Gamondi. Juma Shabani. Tangu ameingia Gamondi kwenye kikosi cha Singida Black Stars, binafsi nimeona mabadiliko mengi sana hata ya kiuchezaji. Kwa upande wa timu kiujumla, falsafa imebadilika. Pengine ingizo la hawa wachezaji ambao tunazungumzia kitu kinaitwa experience imesaidia kumfikisha Gamondi hapo alipo? Yes, experience pamoja na wachezaji baadhi ambao yuko nao kwa sababu Singida kuna kitu ambacho walichokuwa wanakihitaji na walichokuwa wanakikosa kwa sababu siamini kama Singida ambao tumeiona kwenye misimu mitatu, misimu miwili kwamba ilikuwa haideserve kuweza kuchukua kombe. Walikuwa na timu bora msimu wa mwaka juzi. Wameenda mpaka Mapinduzi lakini walishindwa kuweza kufanyaje? Kuweza kuchukua taji. Lakini walikuwa wanahitaji mtu ambaye anaweza akawa na mentality nzuri, mwenye kiu ya mafanikio zaidi kama vile tunachozungumzia Azam walichokipata kwa upande wa nani? Wa Ibenge. Hawakuwa na timu mbaya kwenye misimu 5 mpaka 6. Kwanza mkiwa na kocha mkubwa taratibu zenu kidogo inakuwa nini? Yes, yani kila mmoja anakuwa na ile pressure kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kwa sasa hivi Singida lazima wawe nacho. Una mchezaji kama Aucho, jana nilikuwa naangalia pia kwenye baadhi ya peji za Singida. Unaangalia hata namna ambavyo sasa hivi wametengeneza utaratibu mmoja kwamba timu ikishamaliza mechi, wakati Gamondi yupo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo akiwa anaongea na wachezaji, wanakuwa na rekodi wanaweka wapi? Instagram. Unaangalia mentality za wachezaji, focus za wachezaji, unaona kabisa kwamba hawa wameandaliwa kwa ajili ya ubingwa. Na Gamondi ana staili yake moja ya kuambia wachezaji kwamba anapokosea mchezaji mwenzetu, yani tatizo halitaenda kwa huyo mchezaji, litakuwa ni tatizo la timu kwa sababu anawakumbusha tunaposhinda, ushindi hauendi kwa mtu mmoja, unakuja kwa upande wa nini? Wa timu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ameenda kwenda kukitengeneza ndani ya Singida na pengine naona hata viongozi nao wanaenjoy kuiona timu yao kwa hapa ambapo ilipo. Kwanza inaenda kuongeza vyanzo vingine vya mapato kwa sababu inawezekana msipate zile gate collection kwa ajili kwa maana kwamba mapato ya uwanjani, lakini kwenye hatua ambazo kadhaa mnaozifikia kwenye mashindano makubwa ya kombe la shirikisho kuna hela nyingi ambayo inaingia tofauti na hela ambayo atakaoingiza bingwa wa NBC. Kwa hiyo kuna hiyo faida mojawapo, lakini inaenda kwenda kupunguza kwa sababu ukisikia msimu uliopita tulikuwa tunapata fununu kwamba kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wanafanyaje? Wanadai. Hiyo hela inaweza ikasaidia kwenda kwenye kuzibaziba hivyo vilaka ambavyo tulivyokuwa tunaviona msimu uliopita. Kwa kiufupi, nadhani Singida wako sehemu sahihi zaidi kwa upande wa Gamondi. Sawa, lakini tuweke nukta kidogo hapo. Ni kukumbushe tu kwamba wakati unaendelea kupata burudani ya uchambuzi kupitia Royal Win Plus ambayo inapatikana PMBet, bwana, huko watu wanajinyakulia pesa kila iitwapo leo hii kwa namna tu ambavyo wanarusha kindege kwa spini yao ya shilingi 500. Unaweza kuondoka na gari aina ya Toyota Harrier ama unaweza kuondoka na mamilioni ya pesa kutoka PMBet. Sasa karusha kindege kwa spini ya shilingi 500 ili uweze kuwa mmoja kati ya watu ambao kipindi hiki cha mvua wewe uko barabarani una drive namna hii tu. Kama ambavyo mimi nimeingia ofisini hapa nikiwa na niko na drive. Na malizia huwezi kuchelewa kazini. Huwezi kuchelewa kazini. Lakini ngoja bwana inagonga hatari, ngoja nisikilizie.
Kaka, hiyo unaipenda kweli hiyo kuchelewa kazini? Umeshikilia. Mimi sio muumini. Sio mnafiki. Sawa, mzee wetu Arsene Wenger amewapiga kijembe Liverpool baada ya kuangusha alama 12 kwenye Premier League. Yes. Sasa namnukuu ambavyo Arsene Wenger anasema Liverpool wamepoteza mechi 4 mfululizo kwenye Premier League. Kuna timu iliyopoteza mechi 4 mfululizo katika historia ya Premier League kumradhi, na bado walishinda kombe? Sidhani. Arsene Wenger ana hoja? Ana hoja, nasikilizwe. Juma ana hoja Arsene Wenger? Mechi 4 za ligi, si ndio? Kimjumuiko ni Liverpool ambao wamepoteza mechi 5 za mashindano yote ambayo wamekuwa wakishiriki kwenye upande wa siku za hivi karibuni. Lakini nadhani ligi bado, kwa sababu bado mapema. Unajua sasa hivi kila mmoja anapambana kuhakikisha kwamba anapafikia pale. Mimi nakumbuka kuna msimu wa mwaka juzi Manchester City wakati wanachukua ubingwa walipoteza mechi 3 mfululizo kipindi cha mwanzo. Lakini baadaye wakaja wakarecover vizuri. Tukaona dakika za mwishoni wanaenda kwenda kutangazwa kuwa mabingwa. Nadhani kuna upepo mbaya ambao Liverpool anaopitia kwa siku za hivi karibuni. Ukichangia pia aina ya sajili ambazo wamezifanya kwa msimu huu, lakini watu wengi pia wameanza kubashiri kwamba kuna uwezekano Ernest Lotte akaenda kapewa mkono wa kwaheri ndani ya klabu ya Liverpool. Kutokana na aina ya timu imefanya uwekezaji mkubwa kwenye disha kubwa la usajili. Kwa mfano, hakuna sajili ambao mashabiki wa Liverpool walikuwa halali. Alexander. Isaac. Kuhakikisha kwamba wanamuona akivaa jezi zao. Na uongozi umeenda kwenda kulikamilisha hilo jambo. Lakini baada ya kujiunga katika upande wa kikosi cha Liverpool, hawaoni kile ambacho walichokuwa nacho. Lakini aliwaka kama mechi 2-3 hivi. Yaani nisikilize, yani ilikuwa ni nyuma ili mtu aelewe vizuri, sikiliza Betha, ili mtu aelewe vizuri. Anachokipitia Alexander Isaac kutoka Newcastle kuja Liverpool ndicho alichokipitia mshambuliaji wa Yanga Prince Mpumelelo Dube. Mpaka watu juzi wasema Azam msameni basi huyu. Kitu gani kilichoisha hicho? Kuna mtu mmoja alinidokeza yule anasema ya Azam msameni, akaniambia yani huyo Prince angetoka kule upande wa pili kwa maana ya Simba akaenda kucheza Yanga, ndo angepitia hichi ambacho anakipitia sasa hivi. Leo tungezungumza story nyingine kabisa. Lakini Betha kwenye situation kama hiyo, si ndio? Kama kweli viongozi wana hiyo chuki wa flash, kwa sababu hawezi kutendewa wema Azam. Kwa hapo anamwambia Zaka sasa. Kwa sababu kuna kitu peke yake hiyo. Kuna kitu kimoja. Na hichi kipande naomba nakiomba mimi mwenyewe. Hiyo mchukue Juma peke yake hiyo Alex. Sikia, kwa sababu kuna situation moja. Kama kweli viongozi wa Azam mpaka leo bado wana kinyongo. Kwa sababu ukiangalia wiki iliyopita tu mjaze Zaka alitoka kuzungumza akasema kwamba wao wana yani bado wanamtathmini Dube, kwa sababu wakati anaondoka alitengeneza uongo mwingi zaidi ili kumhakikishia aweze kufanyaje, aweze kuondoka. Na tulikuwa tunasikia story nyingi, mara analogwa, mara hivi na hivi. Kwa stories zilikuwa nyingi zaidi. Na kuombewa aliombewa Dube, tusisahau hilo. Kipindi akiwa Azam ndo kwenye ile kaeka kuweza kufanyaje, kuweza kuondoka. Lakini wakumbusha Azam pia na yenyewe. Wakati Faisal Salum anaondoka Young Africans kwenda wapi? Azam FC. Naye pia kuna maneno mengi ya uongo ambayo aliyatengeneza kuhakikisha kwamba dili yake inafanikiwa wapi? Azam. Lakini viongozi wa Yanga walikuja wakasema kwamba bwana, kwa sababu ni mtoto wetu na tuna kila sababu ya mkubwa kumsamehe mtoto, sisi tumempa baraka zote aenda akafanyaje, akacheze. Leo Faisal unapomzungumza, unazungumza ni moja kati ya wachezaji wakubwa. Juma, unaposema baraka zote unajua kwenye mkataba Faisal na Azam kuna kitu gani? Anacheza achezi. Kuna kitanzi pale. Ukiachana na issue ya mzigo. Kwa hiyo kina Zaka wakunjue tu mioyo, mtoto acheze vizuri. The story fupi. Zaka anamroga Dube. Hapana, angesema anamroga. Unajua mkenge kuroga. Ngoja Juma nimwekee sawa hiyo. Unajua mtu anapokuambia huyu tumemroga, huyu amerogwa. Yaani kurogwa sio kwamba yale mambo mavitu ya Kiswahili. Yaani hata mimi mkenge nikakukunjia wewe roho, yaani nikakukunjia nafsi yangu. Huwezi kutoboa. Yaani hapo nimeshakuroga. Yaani wale Azam walichofanya tu kinyongo kwenye maisha yako. Na tukubaliane, labda ukitazama uongozi wa Azam nani mwenye roho hiyo ambayo makali kusikilize mtu mmoja. Kama taasisi kitu unachokiona ina kinyongo. Yaani bado ina ile kwa Zaka ilitufikirisha
baada ya kwenda mpaka mahakamani. Bwana, mimi niwatakia asubuhi njema. Tulikuwa na hayo machache kati ya mengi ambayo yamejiri kunako anga la kimichezo. Ulikuwa na Midada B pamoja na Abdul Mshindo Mkenge sambamba na Juma Shabani. Asubuhi njema. Na uzuri jambo hili Juma kaliweka vizuri. Hichi kipande na sisi Zaka tunaomba useme lolote kwenye hili la Juma. Nimtumie Zaka mwenyewe. Mimi nitakiposti na PMTV nitakiposti. Lakini Juma mwenyewe akiposti na Zaka mwenyewe ukiposti. Bwana Zaka, samehe basi huyu ugana saisha hayo. Yanazungumzika. Nzima tena.